Nimepata nafasi nzuri ya kuzungumza na Apostle Alex kutoka Canada. Ameniambia mambo mazuri sana, kwamba huko, kama mlivyosikia audio zake, anazungumza kuhusiana na huko alipokwenda na jinsi ambavyo watu wameanza kutumia GCV huko. Yani huko wanatumia GCV, sio thamani ambayo iko kwenye exchange. Wanafanya barter trade kwa GCV. Na nadhani mmesikia, siwezi kurudia yale ambayo amezungumza kwenye audio zake. Dr. Alex ni mtu ambaye mwenye shauku, na ni mtu ambaye anatamani angalau community yetu iweze kwenda mbali zaidi. Nimemjua muda mrefu kidogo, na siwezi kuzungumza sana kuhusu yeye kwa sababu namna nilivyojuana naye. Ni mtu ambaye mwenye shauku ya kujua, na pia ni mtu mwenye shauku ya kutaka faida kwa watu wengine, kwa sababu kwanza ni mtumishi wa Mungu. Sawa, huko anapoenda ameenda kwa huduma, lakini amekuta vitu vizuri, akaona asili peke yake, atumumunye na sisi kidogo. Jamani, huku kuna 1 2 3. Unaweza kuelewa kitu tunachokiongea kila siku. Kama kule watu, japokuwa sio rasmi, mwingine akaniambia sio rasmi, haijaidhinishwa na serikali au nini, maana bado global mindset haijatokea. Unafanya zile barter trade tu kwa namna hiyo, mtu ana moja kwa moja ameachilia bidhaa zake kwa pai hivyo hivyo. Na nasema kuna magulio makubwa ambayo wanakutana watu kwa kuuza kwa pai tu. Tumeongea mambo mazuri, akasema kwamba baadhi ya watu ambao anao kule, ambao wako chini yake, maana ana huduma kule, wanatamani kuja Tanzania kuja kuwekeza au kufungua viwanda ambavyo watapokea malipo kwa pai au kuleta bidhaa. Kwa hiyo kuna michakato ambayo ye mwenyewe anaanza kuifanya pamoja na watu, aone namna gani ya kufanya. Kwa hiyo tunasubiri Mungu akisaidia na Mungu akitupa kibali katika hilo, hapo kitakachotokea atatujulisha. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba wakati tunaendelea kusubiri, wakati tunaendelea kuangalia mambo yanavyozidi kuendelea, lazima tujue kwamba sisi wa Afrika tumewekewa target mbaya kwa sababu ya ujinga wetu. Nimeongea hivyo akasema hivi, zaidi ya 90% ya pai iliyoko ndani ya exchanges ni kutoka Afrika. Na anasema kwamba wazungu, wakati na hiyo project kuachiliwa dunia nzima, ilikuwa ni kwa ajili ya kusaidia kila mtu, hususan bara la Afrika lijikwamue kutoka kwenye eneo la umaskini. Lakini kwa sababu sisi wenyewe hatutaki, wafanyeje? Wazikwapue. Sasa ndio hicho kitu kinachotokea, kwamba nimezungumza kwamba kuna akaunti ambazo zimeonekanika ndani ya blockchain wiki 2 zilizopita, zinakwapua pai nyingi. Mtu ananunua pai za milioni 30 na dola, sio pesa ya Tanzania, dola. Kwa Tanzania nafikiria kuna mtu ambaye ameweza kununua pai za milioni 10, sifikiri, yani kwa pamoja. Lakini wale jamaa wananunua milioni ngapi? Milioni 30, milioni 10 na milioni 20, na wananunulia dola, sio shilingi. Ina maana kwa Tanzania ni billions of money. Kwa Tanzania wanazinunua, naenda kuhold. Mimi na wewe hata kununua za shilingi 10,000, 10,000, 5,500 kwa kipato tulichokuwa nacho, tunaona kwamba sio kitu. Tunapoenda kuelekea, tutasema tungalijua au ningalijua, wakati huo haina maana. Nimejaribu kutoa ushuhuda wa rafiki yangu mmoja ambaye kila baada ya wiki au wiki 2 lazima anunue. Amenunua sana, na anunui za 2,000 wala 10,000, 20,000. Aje kununua pai ya kiwango cha chini ya 200,000 tokea ameanza kununua. Ananunua kwa fedha nyingi, na tunaongea kwenye simu, ananiambia, ndugu yangu mwalimu, maana kwa mmoja wa wanafunzi wangu, anambia, kwa kweli kuna kitu kinanisukuma kununua pai. Kila nikaa kinaniambia nunua pai. Naambia sasa ndio Mungu anaanza kuongea na wewe, huo ndio utajiri ulipo. Huo ananiambia kitu, tunacheka, tunapiga story, lakini kiukweli ni wakati ya watu ambao wamedhamiria, na mimi mwenyewe nazinunua kweli kweli.
Mimi sikudanganya, nazinunua. Sasa wewe endelea kukaa, baki hapo ukiwa unasema unajua hamna kitu hapo, simepata kimeshuka, na vile vya uongo ambavyo mmejengewa kwenye fahamu zenu kwamba ile iliyoko kwenye exchange sio pai. Baki hapo, lakini mimi nakuhakikishia kwamba ushauri wangu ambao nilitoa tokea mwezi wa pili ndio sahihi, ambao ndo hata kwa timu wanatembea nao, ndio kitu ambacho kwa timu wanakifanya au wamekielezea. Hakuna pai fake kwenye exchange ambazo zimepass KYB, haipo tena. Kitu ambacho kimeenda zaidi kwa wale ambao hawana wallet, kwa wale ambao bado hawajapata migration kwenye wallet zao na wanatamani kununua pai, inawezekana. Nitakufundisha, inawezekana ukanunua pai kwenye wallet yako, kwenye exchange, then ukazipeleka kwenye wallet, sio ile ya kwenye pai, wallet nyingine ambayo ni Web3 wallet na ni custodial wallet. Inawezekana. Ukienda hapo kwenye KYB pale utaona pale kuna Web3 wallet. Nitakuonyesha namna gani ya kuzitumia hizo Web3 wallet kwa ajili ya kuhifadhi pesa zako na zikawa salama 100% kana kwamba zipo kwenye ile ya pai. Na muda ukifika utataka tu kuhamisha, utahamisha, utazipeleka kule. Kwa hiyo niseme kwamba mambo mazuri yanakuja na update mbalimbali zinaanza kutokea. Kwa mfano kama BSM, mambo mazuri nasema kwamba tuendelee kuwa na subira wakati wenyewe wanasubiri go ahead kutoka team. Muda ukifika, kila mtu atazungumza kwa lugha, tutazungumza kwa lugha moja. Niombe tafadhali, pai ulio maini usiuze, bali iongezeke. Yani jibane, wakati unakula milo mitatu jibane. Kama kipato chako cha chini sana, jibane ule milo yako miwili, huo mlo mmoja wekeza. Mimi naamini hicho kitu. Kama kwa siku mlo mmoja ni shilingi, let's say kwamba ni 5,000, milo mitatu 15,000, ondoa mlo mmoja, ibaki miwili. Hiyo 5,000 ikusanye, ndani ya siku 10 utakuwa na 50,000. Hiyo 50,000 nenda kanunulie pai. Hata kama utapata pai 3, pai 4, hizo pai 5, hizo zichukue, ziweke. Zitakuja kukufanya uwe na furaha miaka ijayo. Usiweke malengo ya mwaka huu, weka miaka ijayo, angalau hata miaka 3 4. Utakuja kuona faida ya kitu ambacho unachokifanya sasa hivi.